Bana, ni siku nyingine tena tupo na Shabel Daniel na leo tunaenda kuangazia wapinzani wa Simba Sports Club Nsingizini FC kutoka huku. Na Shabel, bila kupoteza muda tuangalie Nsingizini ni timu ya namna gani? Ni miongoni mwa timu ambazo zinakuja kwa kasi katika soka la Eswatini kwa sababu Eswatini sio taifa kubwa sana la kimpira kwenye mataifa yale ya Kosafa huko kusini mwa jangwa la Sahara, lakini miongoni pia mwa mataifa ambayo yana wachezaji pia wenye vipaji wengi ambao wengi wakishaji establish basi huwa wanatafuta opportunity ya kucheza katika mataifa mengine ambayo yameendelea kisoka. Kwa hiyo hawa Nsingizini Hotspurs wanaweza kuwa ni maarufu pia kwenye ligi yao ya MTN ya Premier League ya huko Eswatini, lakini kwenye mpira wa Afrika bado ni timu changa sana kulinganisha na wapinzani wao Simba Sports Club. Na hawa ni mabingwa wa ligi ya Eswatini, na msimu uliopita kwenye mashindano ya CAF walishiriki kwenye mashindano ya kombe la shirikisho, na hatua za awali tu walitolewa na majirani zao wa Afrika ya Kusini, Stellenbosch, kwa aggregate ya magoli 8-0. Mechi ya kwanza walifungwa Afrika ya Kusini mechi ya kwanza walifungwa Afrika ya Kusini magoli 3, lakini wakaja kufungwa pia katika uwanja wa nyumbani magoli 5-0. Kwa hiyo wamekuwa wakiendelea kujijenga, kujikusanyia uzoefu kutokea kwenye mechi kama hizo, na msimu huu wamerejea tena. Unaweza kuona kwenye hatua ya awali safari hii wamefanya vizuri kwenye mashindano haya ya raundi za awali za kombe la klabu bingwa barani Afrika, na wamefanikiwa kufuzu kwenda kwenye hii hatua ya pili. Na hatua ya kwanza walikutana na timu kutoka Zimbabwe, Simba Bora. Mechi ya kwanza walifungwa kule Zimbabwe. Mechi ya pili wakaja kushinda katika uwanja wa nyumbani wa Somhololo, uwanja ambao wanatumia kwenye michezo za nyumbani za kimataifa. Wakashinda kwa goli 1-0, wakatai mzani, wakaenda kwenye penalti, wakashinda kwa magoli 4-2. Kwa hiyo ndio rekodi fupi ya timu ya Nsingizini Hotspurs kwenye mashindano ya CAF, lakini pia kwa ufupi kwa watu ambao wanataka kuifahamu timu hii kutoka Eswatini. Tumeona ni timu ambayo inaonekana kuwa ni nyepesi sana kwa Simba. Simba hii ambayo sasa hivi na mwalimu mpya, yawezekana Simba wakapata tabu sana kuzipata video za Nsingizini Hotspurs kutoka Eswatini kwa sababu ligi yao haionyeshi. Kuna hizo shida zinaweza zikajitokeza na Simba kuweza kupoteza michezo yake miwili. No, video zipo kwa sababu hii ni timu Nsingizini Hotspurs ni timu ndogo, lakini ni timu ambayo tangu msimu uliopita wamekuwa kiinvest sana kwenye kitengo cha digital, na mara nyingi wamekuwa kiweka highlights za mechi zao, lakini pia ukizihitaji mechi zao unaweza ukazipata. Kwa watu ambao wanataka kuzitazama mechi zao unaweza ukazipata, kwa sababu ni timu ambayo nimekwambia inajaribu kujiestablish katika mpira wa Afrika. Kwa hiyo huwezi kujiestablish kama huwezi kuonekana. Na hii timu kwa watu ambao pia hawaifahamu ni timu ambayo malengo yake makubwa ni kuuza talents. Kwa hiyo huwezi kuuza talent kama hazionekani. Kwa hiyo video zao zipo, zinapatikana, na unaweza ukasifia pia movement ya mkurugenzi wa ufundi ambaye ni Mwafrika ya Kusini, anafahamika kama Simon Ngomane. Huyu ni Mwafrika ya Kusini ambaye tangu ameingia hapo kama mkurugenzi wa ufundi amekuwa kibuni vitu tofauti vya msingi sana ambavyo vinaikuza brand ya hii timu. Na huyu Simon Ngomane, ukisema tu kwamba yeye alikuwa ni mkurugenzi wa ufundi wa timu hii ya Nsingizini Hotspurs, ni Mwafrika Kusini huyu, lakini msimu uliopita yeye ndo pia aliact kama mwalimu mkuu ama kocha mkuu wa hii timu mpaka akaipa ubingwa. Lakini alipoipa ubingwa aliweza kurejea pia kwenye majukumu yake ya mkurugenzi wa ufundi wa hii timu, na baadaye akapewa kocha mwingine pia kutoka Afrika ya Kusini, anaitwa Mandla Nkogi. Ni miongoni pia makocha ambao wamewahi kuwa kwenye technical bench la klabu ya Orlando Pirates ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mimi huwa nawaheshimu sana makocha kutoka Afrika ya Kusini kwa sababu ni makocha ambao wana knowledge kubwa sana ya mpira, makocha wenye ubunifu na uthubutu
wa kuonyesha ule mpira mzuri na kutoa upinzani. Iliwahi kutokea hivyo, kwa mfano makocha kutoka Afrika Kusini, namkumbuka mwalimu ule wa UNN Galaxy Morena Ramorabeli sijui, ni mmoja kati ya walimu wa aina hiyo ukimlinganisha na huyu Mandela Nkogi. Kwa hiyo Simba Sports Club wanaweza kwenye makaratasi mechi inawezekana nyepesi kwao, lakini naamini hawa Nsingizini Hotspurs wanatoka katika taifa dogo la kimpira, lakini bado naamini wanaweza kuwapa ushindani, hasa kwenye mchezo wa kwanza ambao utaenda kupigwa katika uwanja wa Same Hololo, uwanja wa nyumbani wa Nsingizini Hotspurs katika mashindano haya ya kimataifa, kwa sababu ni uwanja mdogo, sio uwanja mkubwa sana, ni uwanja mdogo ambao unaingiza mashabiki pia wengi ambao wako passionate na timu yao, na kundi kubwa sana la mashabiki ambao wanawasupport wakicheza mechi zao za nyumbani katika uwanja huo wa Same Hololo. Si mara ya kwanza lakini kwa Simba kwenda Eswatini, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Ya, sio mara ya kwanza. Nakumbuka mwaka 2018-19, msimu wa 2018-19 kwenye hatua hizi za awali za mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba waliwahi pia kukutana na Mbabane Swallows. Yes. Mbabane Swallows kutoka huko Mbabane waliwahi kukutana nayo, wakashinda kwa aggregate ya magoli 8 kama kumbukumbu ziko sawa. 4-1 hapa Taifa, 4-0 kule Swaziland. Zamani palikuwa panaitwa Swaziland kabla sasa hivi kubadilika na kuitwa Eswatini. Kwa hiyo wanakuwa na hiyo records, na of course mpira wa Eswatini hawana records kubwa sana kwenye mashindano haya ya CAF, na hata timu zao kubwa nyingi ni timu ambazo ni wale sleeping giants ambao wameshasinzia sasa hivi, mpaka unaona Nsingizini wana take over. Kuna timu kwa nyuma zilikuwa zinatisha miaka hiyo, zinatoa upinzani kwenye hatua kama hizi, timu kama hao Mbabane Swallows, timu za jeshi la polisi nafikiri, Royal Leopards, lakini pia kuna timu ambazo pia zilikuwa zinamilikiwa na magereza pia pamoja na majeshi ya ulinzi, zilikuwa zinatoa upinzani mkubwa sana kutokea ukanda huo wa Kosafa. Kwa hiyo sasa hivi hazipo, ndio unaona Nsingizini wametake over, na ni timu ambayo mimi naamini baada ya miaka 4-5 ijayo, kama wataendelea na spirit hii walionayo, inaweza kujipambanua kutokea huko Eswatini. Tunaweza tukaiona Simba ikipata ushindi wa magoli ya kutosha kama ambavyo ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Mbabane Swallows. Inawezekana, lakini nafikiri mpira sasa hivi pia umebadilika sana. Yani timu nyingi pia zinajaribu kujipambanua na kutaka kucompete na kutengeneza na kuandika majina yao katika ramani ya soka barani Afrika, na hilo limekuwa likionekana sana. Timu ambazo hazitoa ushindani unashangaa zinasogea na kufanya vizuri. Kwa hiyo Simba hapaswi kuingia na mentality ya kuwachukulia poa. Wanaweza kuwa ni timu ambayo inatoka kwenye taifa dogo la kimpira, lakini wakawa na uwezo binafsi, wakawa na motivation ya ziada ya kutaka kuwa surprise Simba na kufanya vizuri na kuvuka hatua ambayo inafuatia. Kwa hiyo Simba wanapaswa kuwa makini sana. Mechi inawezekana nyepesi kwao kwenye mchezo wa marudiano, lakini naamini mchezo wa kwanza unaweza ukatupa mwanga wa kile ambacho kinaweza kutokea kwenye mchezo wa pili.